Wako viongozi miongoni mwenu toka mmeshika nafasi tulizowapatia, huu ni mwaka wa 3, mwaka wa 4, hamjawahi hata siku moja ku appreciate. Kwa Kiswahili fasaha tunahitaji ku appreciate. Hamjawahi hata siku moja kutambua mchango wa wale waliowafanya ninyi mkae juu kwenye hivyo viti, kwa sababu nafasi tulizopata na hapa tulipo sio sisi. Wapo watu waliofanya kazi kubwa ya sisi kufika hapa tulipofika, na huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Wewe kama umefika hapo leo, umekuwa mganga mkuu katika mkoa, katika halmashauri, katika wilaya, katika zahanati, katika taasisi zetu hizi, haujafika kwa uwezo wako. Si kweli. Uwezo ni sehemu tu, elimu ni sehemu tu, lakini kuna mchango mwingine uliokufanya ufike hapa. Upo mchango mwingine. Unapoonekana una shine, shine ni unapoonekana unang'ara, si kwa mavazi, kwa kazi. Wapo watu waliosababisha ung'ae kufika hapo nafasi ulionayo, na hao ni watendaji tena wengine wa kawaida tu, wahudumu, sijui manesi, walinzi wanaofungua mageti, na wale wanaomfanya mgonjwa afike karibu mbele yako kwa haraka zaidi. Hao ndio waliokunyanyua. Elimu ni baadaye, ujuzi ni baadaye, kwa sababu hivyo ni vipengele ambavyo lazima viwepo. Lazima uwe na elimu iliyokusudiwa kwa wewe kuwa kiongozi kwenye nafasi hiyo. Kama ni master degree, lazima uwe na master degree. Kama ni PhD, lazima uwe na PhD. Hivyo ni vigezo vya kawaida vya kila siku, lakini vipo vigezo ambavyo Mungu ameviweka. Unaishi vipi na wenzio? Unawasaidia vipi wenzio? Unawashika vipi mkono? Unashirikiana nao vipi? Kwa sababu katika uteuzi, moja ya kigezo kikubwa ni unashirikiana vipi na wenzio. Tazama Bwana TV.